Wakati tukisubiria mwendelezo wa kesi ya Mheshimiwa Dr. Tundu Lissu, mashahidi upande wa Jamhuri wamesema kesi ya uhaini ya Tundu Lissu sio kesi ya Jamhuri, ni kesi ya kisiasa na ya watesi dhidi ya Lissu. Wana Jamhuri hao wameweza kujitoa na hawataki kusingiziwa kuwa kesi hiyo ni yao. Lakini kabla sijakupeleka kwenye makala kuni, kusihi kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe, kwani taarifa zote hizi utakuwa ukizipata kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV hapa YouTube. Hivi leo mapema mwanasheria mkuu wa Chadema wakili Dr. Lugemeleza Nshala leo ameweza kuongea na wananchi pamoja na waandishi wa habari nje ya Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam. Amesema chama cha Chadema wanaonewa sana kila kona. Anamtaka Jaji Mkuu wa Tanzania kufuatilia mwenendo huo ili kuweza kuona kama wanachofanyiwa chama hiko ni sahihi au la. Wakili Dr. Nshala ameeleza kuwa mashahidi wa upande wa Jamhuri kwenye kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu amezidi kuonyeshwa umma kuwa ni mashahidi wa kupangwa, na kutaka Tundu Lissu achiliwe kwa kuwa haoni kosa hapo lolote linalomkabili hadi yeye kuweza kushikiliwa na mahakama na kuwekwa gerezani hadi hivi leo tunavyoongea. Aidha, Dr. Nshala amezidi kuwasihi wanachadema wote kote nchini kuendelea na shughuli za kisiasa, kwani zuio waliokuwa wamewekewa limeweza kuishwa. Lakini nikukumbushe tu awali kwamba toka kesi ya Mheshimiwa Lissu kuweze kuwasilishwa mahakamani, hakujaonekana na shahidi yoyote yule mwenye mashiko na kuweza kumkabili Tundu Lissu kwamba ni anakabiliwa na hao makosa ya kihaini. Badala yake Tundu Lissu amekuwa akiwaumbua mashahidi hao vikali na kuonyesha kwamba wote wamekuwa ni wakupangwa na sio mashahidi wenye uhalisia na kuweza kupingana naye kwenye kesi hiyo. Lakini pia upande wa pili, Mheshimiwa Makamu John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema amesema kutokana na aina ya siasa za nchi yetu, katika familia yangu sio wote wanapenda niwe huku. Mama yangu anatamani niache siasa hata kesho, japo ananiunga mkono, ananiombea, lakini ni mtu ambaye anahisi kwenye siasa wakati wowote anaweza kuumia, kupata tatizo, lakini na huyo ndio anayeniombea maisha yangu. Ninachokifanya ni kutimiza wajibu wangu, kitakachotokea na mwachia Mwenyezi Mungu, amesema John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema. Lakini yote kwa yote amezidi kuomba na kusisitiza mahakama kwamba wamwachilie mapema Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani hadi sasa hivi mashahidi wote wakizimbani, lakini pia mashahidi wanaoweza kuonekana kwa watuhumiwa na majaji wote wameonekana kutokuwa na mashiko kwenye mwenendo wa kesi hiyo ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini ukumbuke kwamba mara mwisho wa kesi hiyo Tundu Lissu aliweza kushinda na kuondoka vikali, kuwashinda mashahidi hao ambao walikuwa wanajidai kuwa na ushahidi kwamba yeye ni mtuhumiwa wa kesi hiyo ya uhaini, lakini walionyeshwa kutokuwa na ushahidi wowote, kwani maelezo walikuwa wakitoa na maelezo walikuwa yameandikwa na mahakama ni vitu viwili tofauti. Hali ya kwamba Tundu Lissu amekuwa akiwacheka sana na kusema nyie mnazidi kupoteza muda wenu, inaonekana nyie ni wenzangu, lakini mmedanganywa kwamba mkiwa mashahidi ili mimi niweze kuhukumiwa mtaachiliwa kesi yenu, na hiyo kesi naambia, na hicho mlichoingia ni mkenge, kwani hamtaweza kufanikiwa kwa sababu kesi mnaozidi kuibambikiza ni kesi ambayo mmeshindwa kuleta ushahidi wake mahakamani na ushahidi ulio halali, kwani hadi sasa mnasimama na kupoteza muda wenu hapo. Na hayo ndo alikuwa ni throwback ya Mheshimiwa Tundu Lissu siku ya mwisho katika mahojiano yake kuweza kufanyia cross section wale mashahidi kwenye kesi yake ilivyokuwa ikiendelea. Sasa kwenye muendelezo wa kesi inayofuata, hivyo kesho ni utarajie kwamba utapata taarifa zote kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV. Hivyo basi wewe kama mwanasiasa mwenzangu usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe, kwani hautopitwa na chochote kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV. Asante.